Asanteni sana ndugu zangu mnaonitazama. Mimi hapa niliye mbele yenu naitwa Mokami Mwiri Hemba, mwanamuziki wa nyimbo za asili kabila la Kikurya. Na nimefika hapa kuzungumza tu machache juu ya nyimbo ambayo nimeiachia leo mwezi wa 12 tarehe ya leo 2025. Jambo kubwa ambalo ni la ajabu sana. Najua kuna watu wengi ambao wananiuliza maswali. Mtu anakuuliza kwamba huyo ndugu yako alipoteaje, katika mazingira gani? Mimi naweza nikasema kwamba kwa kweli historia ya bwana huyu kupotea ni ndefu na inahitaji maelezo fulani, lakini nitazungumza tu kwa kifupi kwa sasa kwamba Geoffrey Frank Mnanka, mimi na yeye ni mtu na mdogo wake, yaani yeye ndiye mkubwa alafu mimi, kwa tumeachiana titi. Lakini katika hali fulani Geoffrey alikuwa ni kijana mmoja mtaratibu sana. Mara ya mwisho kukamatwa, alikamatwa mazingira ya Nyakato, Mwanza. Na mimi mwenyewe nilifika pale, alikuwa amepewa kesi tu ambayo haikuwa ya ukweli. Alikuwa amepewa kesi, lakini tulipigana. Mimi mwenyewe nilienda mpaka mochwari ya Seketure, nilienda mpaka Bugando na sehemu zingine, vituo vya polisi na magereza. Ikaonekana kwamba hayupo, lakini mwisho wa siku ikabainika kwamba yule bwana yupo kituo cha polisi pale National. Kwa sababu hiyo basi nikaomba kwamba kuonana naye, lakini bahati nzuri na washukuru maafisa wa pale wa polisi walitupa nafasi, baadaye siku zingine tukaonana naye. Kwa hiyo baada ya hapo tu, baada ya hilo tukio, nachokikumbuka kwenye akili yangu, zilipita kama wiki 3 au wiki 4. Mwaka huo huo, ndugu yangu, majira ya jioni, sina kumbukumbu na tarehe vizuri, labda kwa wenzangu ni ndugu zangu ambao wanafahamu, lakini Geoffrey alipotea mazingira ya kutatanisha, na mpaka hivi sasa tunavyozungumza hajulikani mahali alipo. Mimi nimejitokeza kama kaka yake Geoffrey, kama ndugu yake wa damu. Nimekuja mbele yenu kwa kusema na kuimba. Nimetumia sanaa yangu katika kumuomba ndugu yangu na kuiomba serikali kwa ujumla, ndugu yangu apatikane mahali alipo, na kama hajapatikana basi mahali alipo, basi tupeane ushirikiano, tuoneane huruma. Unajua ni jambo la aibu na ni jambo linaumiza sana, ndugu kupotea na hajulikani yuko wapi. Kwa kweli naumiza sana, mimi kwenye moyo wangu naumia sana, yaani ni dhaini ninavyozungumza. Na kibaya zaidi, nimejaribu kutafuta, nimeenda mpaka magereza hiyo ya Mwanza hiyo ambayo ni Butimba, nimeenda vituo vya polisi tofauti, lakini hakuna mtu yeyote ambaye ananipa ushirikiano, wala hakuna mtu ambaye anasema kwamba pengine alimuona au amewahi kufikishwa pale kwa kesi fulani. Kwa mimi nakuomba sana wewe unayenitazama, kijana anaitwa Geoffrey Frank Mnanka, na hapo kuna picha inaonyeshwa, ndio huyo kijana. Ni mkazi wa mkoa wa Mara, wilaya ya Butiama, kata ya Buswahili, kijiji cha Wegere. Geoffrey ni kijana mtaratibu sana, hajuagi kuongea sana, ni mtu tu mkimya, ni mtu ambaye amelelewa katika maadili ya tamaduni zetu za kabila letu. Kwa hiyo ninakuomba sana wewe ambaye pengine unamfahamu au umemwona mahala fulani, mmewahi kufanya naye kazi, au uliona wakati akitekwa au akifanywa hiana ya aina yote, basi kuna namba ya WhatsApp ambayo itapita hapo chini. Ninaomba utoe ushirikiano. Asanteni sana Watanzania wenzangu, lakini pia nitumie nafasi hii kuwaomba viongozi wa ngazi za juu na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais, pamoja na management yote ya utumishi wa umma, wale ambao wanahusika katika kufuatilia issue za namna hiyo, basi tunaomba sana, tuko mbele yenu hapa kuomba. Mimi kama mwanafamilia ninaomba ushirikiano wenu kuhakikisha kwamba Geoffrey Frank Mnanka anapatikana mahala alipo. Asanteni sana mashabiki zangu, asanteni sana ninyi mnaonitazama, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana, asanteni sana.